Kichwa cha habari kinasema Wambea mpo? Wambea tupo. Eti yeye anawaita watesi. Jamani. Mmesema sana kipindi ambacho hana ujauzito. Ndio. Akaupata. Mkasema pia. Kajifungua. Akazaa mtoto. Mkasema pia. Mara hanyonyeshi. Sasa ananyonyesha. Jamani. Ndiyo. Karibuni sana watesi wenzetu. Karibu sana mtazamaji na mfuatiliaji sana ni Mida Pro, lakini pia nimeipigaje hiyo? Mfuatiliaji misondo. Noma sana, lakini pia mfuatiliaji wa The Gossip Table, tayari tuko hapa ndani ya nyumba. Mtu mbili kama milioni mbili, lakini pia watatu yuko nyuma ya kamera. Tunasema asante sana ndugu yetu Dr. tena. Uma. Leo na nini? Sawa, Dr. Ali Alaini. Mimi hapa ni Sami Baby. Mimi naitwa Ching the baddest. Ndim mtumbadi. Unajua ukianza kuzungumzia habari za masponsor mmenivuruga akili. Mmenivuruga. Unazungumzia mchele. Watu sasa hivi mtoto umri mdogo anamiliki lonji yake kubwa. No, maswala mimi malo. Sisi wengine apeti mimi yako unaona kina isimushi. Unajua sasa hivi watu wanatengeneza hela kwa njia tofauti. Yeah. Kwenye mitandao ukionekana tunajiposti sana huko vizuri, watu wanaanza kukufuata. Na kuna wakati pia unaambiwa, kuna wakati hata kama una kijefu kumi chako jitoe tu out. Kaa sehemu classic. Enjoy. Watu wakuone, uonekane. Enjoy maisha. Sasa wewe mtoto binti unataka mume na bado unajifungia ndani. Saa ngapi? Sawa, wanaume wanakuonea wapi? Mtandaoni. Alafu pia mtandaoni hawaamini. Alafu pia kuna na wengine wanataka kuitwa mara 3 mara 4. Ukiitwa mara moja itika. Ukiombwa namba muda huo wewe toa. Kwani shida iko wapi? Ukiona uelewi una block. Kuna wakati pia au mnaonyima namba, huko kuna mume wako wa maisha. Mimi watanichoka sana. Yaani mimi sio mchoyo wa namba. Mimi natongoza paka basi. Mimi sio mchoyo wa namba. Mimi namba natoa. Toa namba alafu unajua pia mtu kaja kwa ajili ya lengo gani kwako. Sahihi. Sio kila anayekuomba namba yako ana matumizi mabaya na hiyo namba. Wewe toa. Kwani watu wananiliwa mitandao walitengeza hiyo namba kwa ajili ya wewe na ndugu zako. Tusina watu pia wengine kama kina Chinga. Kuna fursa tofauti. Sasa twende kwenye point moja kwa moja. Tuko na story ambayo ni ya Wema Sepetu kwa mara nyingine. Wema sasa maamua kuja na kuwajibu. Baada ya Wema kujifungua, stories zilikuwa ni nyingi sana, watu wazungumza vitu vingi sana, vingine vya kuumiza. Wasema mara mimba ile ilikuwa ni mimba bandia, watu wakawa wanazumu tumbo, watu wanaforce waone mateke ya mtoto, watu wanaforce waone kitovu, tumbo la bandia, watu wanaforce mara waone sura imebadilika. Wengine hawabadiliki sura. Unajua kuna mtu toka mimba ina mwezi mmoja mpaka anaenda kujifungua sura yake haijabadilika. For sure. Hana mabadiliko yoyote. Stories zikawa nyingi mpaka ikafikia hatua sasa zikaanza kutolewa zile video ambazo zinaonesha Wema alivyokuwa na tumbo, vitu vingine kama hivyo, kwa sababu watu walishangaa tu mimba kubwa mtu kaenda kujifungua. Sasa bado watu kaendelea kuzungumza. Wema hakujibu, lakini sasa hivi Wema amekuja akawajibu. Akaja akatoa majibu sahihi baada ya rumors nyingi kuendelea, baada ya yeye kujifungua na masuala mengine kama hivyo, mpaka wengine wakasema eti sawa kajifungua mbona anyonyeshi. Ila wabongo si wanataka nini? Unajua mashabiki ni kama vile ambavyo wanasemaga mwanamke ni kiumbe ambaye hajui nini anataka. Wanasemaga hiyo kauli. Ndivyo mashabiki wengi hawajui nini ambacho wanataka. Sasa Wema akaja na majibu na kauli ambazo alizizungumza baada ya watu kumsema kwa muda mrefu. Hebu tupite huko kidogo bwana Ching. Wewe tupitishe huko. Maana wachalie kusema Sami Kierere unatunga wewe. Uzuri zaidi kwamba kila kitu kiko wazi. Yes, sasa baada ya watu kuzungumza mengi na kumsema Wema wakati ambao walikuwa bado hajapata mtoto na kipindi ambacho kaja na kupata mtoto tena, akaja ikabidi sasa Wema aje kujibu majibu baada ya watu kumzungumza sana. Na aliweza kuandika hivi kwenye ukurasa wake wa Insta na kusema, huku Insta nimekuwa sipapendi sana ila nitajitahidi, watesi mpo. Alafu video namba 4 na namba 5 ukisikiliza vizuri kama nilijua hivi. Tatizo na wafahamu sana tabia zenu, ndio kinachoendelea. Kazi mnayo. Mi kazi ilionao mpaka dakika hii ni kunyonyesha. Alafu tuna maandalizi ya 40 ya baby Olie. Kamati in the making bado hamjasema. Nacheka kwa dharau. Na wapandisha na washusha, nasema jibu sahihi. Hilo ni jibu sahihi. Ndio kalitoa mama Wema. Maana unajua katika maisha kila mtu ambaye ukitaka kumwaminisha hawezi kuamini mpaka apate ushuhuda.
na uzuri zaidi yeye mwenyewe anasema kwamba anawajua wabongo kabisa. Unajua vizuri kwamba anawaelewa watu wake, watu wa mitandao, watu wa Insta, wasemaji. Kuna wakati ilisemekana kwamba ile mimba bandia, tumbo lile, umeelewa? Wema alikaa kimya kwa sababu ile vurugu lile la mtoto lilikuwa ni kubwa ndani ya siku 2. Yeah, sure. Mambo likawa ni mengi. Kwa baada ya mtoto kupelekwa kwa bibi yake ndio zikaja hizo rumors kwamba hata yale matumbo bandia akawa yana trend sana kwenye mitandao. Yes. Kwa sababu watu walisemekana kwamba baadaye ikaja posti kwamba Auntie Ezekiel yuko na Wema Sepetu. Tukaona video ambayo kimepostiwa anachezea tumbo. Mtoto anacheza yani kabisa mateke. Kwamba mpira inagongwa mule au ngumi bure. Lakini bado watu hawakuridhika. Kwa hiyo baada ya pale mimi mwenyewe nikaamini kwa ni kweli. Mwanzo nilikuwa naamini, lakini ujue kwenye hii taharuki za mitandao zinapokuja, kuna wakati unakaa kwenye ukakasi, hii ni kweli ama sio kweli? Unajua kwa sababu ni kitu ambacho kinakuwa kimetake over kwenye mitandao ya kijamii na wewe unakuwa unakutana nacho. Kwa hiyo baada ya kuona vile mtoto anatingishika tumboni, anacheza na nini, yes, nikaona hii ni sahihi. Lakini ikaja video nyingine, clip, tukaona yuko wozu, unaona kitumbo kabisa kitumbo lele. Kwa wale ambao wanasema ile ni bandia, ile ni nini, sasa hivi anakuambia ananyonyesha na anasubiria 40. Yes. Tulipata maoni kwa mashabiki wanasema mtoto asimtoe sana, tusubiria 40 mpaka 40 ndipo ipite atoke aonekane. Yeah. Ndio. Kwa hiyo Wema yeye kashafunguka, kashakuja kuelezea kwamba anawajua Watanzania kwa majisi gani Watanzania walivyokuwa hawaishiwi la kusema. Mtu ataongea hili anaona jambo la kweli, lakini ataligeuza kulifanya la uongo. Kwa hiyo hizo shida zake ndio maana anacheka kwa dharau. Kwa hiyo kizungumza Wema kwa upande wake ni sahihi pia. Ni sahihi kwa sababu unajua mtu kama hakuamini unamwaminisha kwa vitendo kama unahitaji kumwaminisha. Na Wema ni mtu mkubwa, Wema superstar mkubwa ambaye ukweli kwamba watu wengi sana walishamsema kutokana na tatizo lake, na Mwenyezi Mungu kajalia tatizo lake limekuwa clear, limepona, na sasa hivi ana mtoto ananyonyesha. Kwa hiyo kwa wale ambao wanasema mambo sijui limeenda kombo, ili sio la ukweli, yeye kashathibitisha kwamba bana mimi na mtoto na tutasubiria tu 40 hapa soon as possible. Lakini pia mimi nirudi kwa watu ambao wamekuwa wakiendelea kumshambulia Wema mitandaoni. Sidhani kama inakuwa ni sahihi. Yaani hata kama hicho kitu ambacho mnakifikiria nyinyi amekifanya, ni yeye ameamua kutengeneza maisha kwa staili hiyo. Hata kama angekuwa kwamba ameweka mimba bandia, ni yeye. Kulikuwa kuna haja gani kuendelea kumsakama mtu? Yaani mpaka anajifungua. Sasa kila kitu kikitoka kikisha batilishwa, wanabadilisha njia nyingine ya kumshambulia. Baada ya kujifungua wakaja tena wakabatilisha, wakasema kwamba mtoto hanyonyeshi. Kumbe ananyonyesha mtoto, maskini dada wa watu. Wakazungumza mengi ya kuzungumza. Mpaka ikafanya kazi ya kuikabidi sasa Wema aanze kuachia zile videos za ujauzito na nini. Mnampa mtu shengesha zingine. Na Wema alizungumza akasema kwamba mimi nilijua haya, nilijua lazima watu mtazungumza. Ndio maana nimekuja nimewaletea video ambazo nilikuwa nimezihifadhi tu. Na hata kina Jackie Wolper alifanya interview, alizungumza. Akasema ni kweli Wema alikuwa na ujauzito, lakini ilibidi tufanye kama siri kwa sababu tulijua kuna wakati sahihi ukifika mambo ndio yatazungumzika. Unajua katika maisha ya kawaida kuna watu ambao wanakukubali, wengine ambao hawakukubali. Na lazima sio wote watakukubali. Yani lazima, na kuna watu unaweza ukapost kitu cha uhakika kabisa, lakini mtu akaja akakomenti upumbavu. Na anajua kama hicho kitu ni cha uhakika. Ndio hivyo nabii akubariki kwao. Kwa Wema kuna wakati asichukue maoni ya mashabiki au ya watu akawa anawaaminisha. Sasa kuna ule ulazima kuwaaminisha watu. Ndio. Angekaa kimya, sisi wengine tushaamini kwamba amezaa, ananyonyesha na tunasubiria 40. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kuna wakati Wema atulie, apumzike kwa sababu ile kiu ya muda mrefu ameipata, na sisi tunasubiria 40. Kubwa tunamuombea Mungu aendelee kupata watoto zaidi na zaidi. Zaidi na zaidi, na hiyo ndio watu watahaha. Mimi nakwambia sasa hivi kuna mfereji unafunguliwa.
Bwana Whozu. Ni mwendo wa kufungulia tu mfereji, si ndio? Kwa sababu umekaa muda mrefu hujapata mtoto, turbo lishafunguka, kama limeshafunguka, watu wanasubiria miezi, kikubwa ni uhai tu, time tell, muda unapofika sahihi, time salama. Bwana ana miaka mingapi baba Olie hapo? Bwana miaka miaka miwili tunaongeza. Wanakuja wengine wanazidi kuaminisha watu, kwa sababu watu wanatakiwa waaminishe pia kwa vitendo. Baada ya 40 mtoto kakua ananyonyesha. Unajua kunyonyesha sasa hivi wanawake wengi wanapozaa si lazima kunyonyesha. Wengine hawataki kuonekana, maumbile yao yanabadilika. Wengine kuna mashine sasa hivi za kukamua maziwa. Kuna mashine, kuna maziwa ya kununua, kuna mambo mengi. Kuna mtu anajifungua kwa operation, umeelewa? Hataki kuzaa kwa kawaida. Bwana ana sign kabisa, sio kama labda ana matatizo au ana shida. Yeye hataki kujifungua kawaida kutokana na sababu zake. Umeelewa? Hawezi, anaogopa na nini na nini. Kuna wengine baada ya kujifungua kawaida lakini hawanyonyeshi kabisa. Anakuambia mimi sinyonyeshi, maziwa ya hapa ya kununua, kila kitu fresh. Inasemekana asilimia kubwa watu maarufu hawanyonyeshi. Wengi sana. Kwa alizungumza Gladness, alifanya interview Gladness Kifaruka. Akazungumza akasema, Wema jitahidi kunyonyesha mpaka ziwa lishuke. Kwa sababu Wema Sepetu mtoto huu ni mtoto anatakiwa kabisa apate vile vitamini wenyewe wanasema kutoka kwa mama, yani maziwa yenyewe OG. Kwa hiyo akinyonyesha inazidi kuwa inampa nguvu sana na inazidi kuwa na tija tofauti na kumpa maziwa tofauti. Mimi naamini kwa Wema hawezi kununua maziwa ya tofauti, kwa sababu yeye mwenyewe anataka kuexperience ile hali ya kunyonyesha. Mtoto hapa hatari noma sana. Jamani, mumwache mama Olie wa watu, mumwache. Kipindi hajazaa watu mmezungumza sana, mashabiki. Alipopata ujauzito watu mkazungumza pia, amejifungua mnazungumza pia, ananyonyesha bado mnazungumza. Sijui afanye nini. Yaani kama sasa hivi ndio imekuwa ni kama ndio vlog, yani ndio muendelezo, imekuwa series. Kumsema Wema siku hizi ndio imekuwa series. Yaani kila siku watu wanaamka na jambo jipya. Angalia kwa sasa hivi nadhani wanatafuta sababu tu la kuongea, au mtu atafuta njia ya kuongea, lakini sasa hivi utamuongelea Wema kwa engo gani? Kama ni shida ilikuwa ni mtoto tayari anaye, umeelewa? Sasa wewe utamuongelea, inawezekana hiyo ni timu Lulu Diva hiyo, unafahamu tena Lulu Diva amekujaje? Kwa sababu watu wengi sana huwa wanaangalia, huwezi kumwandikia Wema sasa hivi vitu vya tofauti. Kiukweli yani wewe ukikaa na simu yako umtumie message Wema, huyo mtoto unaanzaje? Umeelewa? Kwa hiyo unaona hapa au ni chuki zinatengenezwa kutoka hizi pande mbili. Maana kama ni shida mtoto anaye, kama kujifungua tayari, shida ni nini? Umeelewa? Ndio maana Wema kuja kwenye mitandao anasema anacheka kwa dharau. Maanake mnatafuta njia nyingi pa kutokea. Wakati yeye tayari kashaonyesha kabisa nimezaa na mtoto na maisha yanaendelea. Waje na sababu nyingine. Mimi kiukweli kwa Wema sasa hivi sina doubt naye haina yoyote. Na nimpongeze, nimsubiri tu nimuone mtoto. Siku 40 sio mbali, kishokutwa tu hapa. Kweli. Sawa. Story ndio iko hivyo. Bwana Chinga ameweza kusema kwamba mje na sababu nyingine. Sababu zimekuwa nyingi sana jamani kuhusiana na Wema Sepetu. Hebu mumwache mwenzenu anyonyeshe. Mwache mwenzenu mtoto wa glow. Mtoto alelewe. Na inshallah atapata mwingine wa pili wa kike. Inshallah. Tumombe. Akija wa kike ndio Miss Tanzania. Wewe kwa hiyo Olie atakuwa babake. Atakuwa mwimbaji. Sawa, story ndio ilikuwa hivyo. Tumezungumza kile ambacho Wema amekijibu baada ya kujifungua na kukaa kimya, akawajibu kwa vitendo, bado hamkumuelewa, akaja kujibu kwa maneno, na ndicho ambacho amekiandika kwenye ukurasa wake wa Instagram. Kwa upande wako una maoni gani kuhusiana na kile ambacho kinaendelea dhidi ya Wema? Je, ni sahihi vile ambavyo watu wanavyoendelea kumshambulia Wema Sepetu? Hata kama wewe pia mtazamaji ni moja kati ya watu ambao wamemshambulia Wema Sepetu, andika tu maoni yako hapo kwenye 69 Media Pro, lakini kubwa zaidi bonyeza ile notification bell
uweze kuwa mtu wa kwanza kabisa kupata update zetu zote, yani maanisha bonyeza alama ya kengele, hiyo ndo notification bell inaitwa hivyo. Instagram tuko live pia, mnatufollow kwa 69 Media TZ. Kwa hiyo kwa wale washikaji zetu, ndugu zangu, tuko live kabisa pale, tu follow, like, comment. Mambo ni mengi sana. Gossip Table of course tumemzungumzia Wema Sepetu, mama wa taifa, na of course sasa hivi anakula raha zake, anakula bata zake, ana enjoy joto la mtoto la kwake yeye, ndio joto la mume. Mambo yanaendelea kwa moto moto. Kwa hiyo nadhani kwa wale ambao wanachekwa kwa dharau, waendelee kuchekwa kwa dharau. Tunawapandisha, tunawashusha.